Bado tunaendelea na mbilinge ndani ya vuguvugu la michezo, na taarifa inayofuata ni kuhusiana na mtanange ule wa dabi ya Kariakoo ambao uliahirishwa Machi 8 kati ya Yanga dhidi ya Simba. Sasa kwa mujibu wa taarifa ambazo tumezinasa asubuhi hii, ni kwamba kasi wako katika hatua za mwisho kumkabidhi Yanga Afrika alama 3 kwa sababu bado hawajapata utetezi wowote na kile ambacho alikuwa anakihitaji kutoka kwa bodi ya ligi TFF pamoja na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Sakata hili limechukua sura mpya, sakata hili limeleta maneno mengi mpaka likafika kwa waziri mwenye dhamana ambaye ni Palamagamba Kabudi, na Simba na Yanga na TFF bila kuwasahau bodi ya ligi waliitwa na wakakaa meza moja, licha kwamba hakuna majibu ambayo yalitoka yanayoridhisha dabi hii kurudiwa. Sasa kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vinaeleza kwamba kasi wako kwenye hatua za mwisho kabisa kutoa majibu kuhusiana na sakata la dabi ya Kariakoo ambayo iliahirishwa Machi 8, na hii ni kwa sababu pia ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara inaelekea ukingoni, Yanga ikiwa imebakia na alama 6 pekee, wakiwa wamebakia na michezo 6 pekee. Kwenye line naungana na mchambuzi nguli kabisa Dominic Salamba, tujue yeye analizungumziaje sakata hili, namna linavyochukua sura mpya, namna linavyochelewa, lakini pia analitazama sakata hili linaleta picha gani kwenye mpira wetu wa Tanzania. Ninaungana na Dominic Salamba. Salamba karibu sana. Salamba karibu sana. Hebu labda utufahamishe, mtupitishe haya mambo yanayozungumzwa, wewe umeyapata, lakini mtazamo wako ni upi Salamba? Mimi niko salama. Huko tunamshukuru Mungu. Leo kuna hali ya mvua kwenye baadhi ya maeneo, kuna hali kama ya Arusha kwa siku ya leo hii. Mimi binafsi si jambo la kunishtua, kwa sababu kama miongoni mwa watu ambao walikuwa wa kwanza kulizungumzia nilikuwa ni mimi. Baada ya kuona zimeibuka propaganda kwamba Yanga hajakwenda kasi, ana vigezo, nilitoka nikazungumza kwamba Yanga wameenda kasi, na kimsingi nilikuwa nimeona kile ambacho nilikuwa nimekizungumza, na hata malalamiko yao nilikuwa nimeyaona kwa macho. Kwa ni kitu ambacho binafsi naona kama tu nikwenda kudhibitisha kwenye yale ambayo nilikuwa nimeyazungumza. Ni kitu ambacho Yanga walielekea muda mrefu, na hapa katikati walikuwa tu wakiwa na faili baadhi ya supporting document, ili kasi waweze kupokea faili lako unapeleka malalamiko ya kwanza, lakini pia watakutaka uweze kupeleka na vitu ambavyo vitakwenda walalisha malalamiko yako. Na nafikiri document za mwisho zimetumwa last week, wameweka kila kitu ambacho nafikiria itakwenda kuwasaidia katika malalamiko. Kwa jambo ambalo nilikuwa nafahamu, ingaje watu kwa nguvu walikuwa wanataka kulipindisha, lakini kama ni kasi, lakini Yanga kasi alikuwa ameelekea muda mrefu baada ya kupata majibu kutoka kwa bodi ya ligi kwamba hawezi kupata nafasi. Wanaotajwa ni TFF ambao ndio wasimamizi wa mpira wetu, bodi ya ligi pamoja na Simba. Ulitegemea kwamba wote hawa watatu Yanga wataburuza kasi, ama ulitegemea ni mmoja hapo? Nazungumza tena kwamba kwa sababu nilikuwa nimeona barua ambayo inakwenda kasi, na nitazungumza kwamba washtakiwa walikuwa ni watatu. Namba 1 ni shirikisho la mpira, walalamikiwa wa kwanza. Namba 2 bodi ya ligi, na 3 walikuwa ni klabu ya Simba, na wote walipewa kopi za hizo nakala. Kwa walikuwa wanajua, lakini ambacho walikuwa nakifanya pengine ni kutaka kutengeneza mazingira ya mazungumzo ya ndani ili Yanga aweze kuondoa shauri, lakini shauri wanalifahamu, walipewa nakala kwa maana ya shirikisho, kwa maana ya bodi ya ligi pamoja na klabu ya Simba ambayo ndio akiwa sosi ya huu mgogoro. Hili sakata wewe unalionaje kama mtu wa michezo? Maana tayari ngoma imeshafika kasi, na kasi hawanaga 1 na 2. Wakishaona hapa ulio kuna shida, ni lazima watoe maamuzi, na maamuzi yao hawaangalie naenda kumuumiza nani ama anaenda kumsaidia nani. Sakata hili mpaka linafikia hapa, unalizungumziaje na linaleta picha gani na taswira gani kwenye mpira wetu Dominic? Nafikiri kwanza ni aibu, kwa sababu malalamiko ambayo Yanga waliweza kuyafaili yalikuwa yanaweza kutatuliwa hapa nchini, kwa sababu kanuni zetu zilikuwa zitajielekeza na kuweza kutoa majibu. Ilikuwa ni kitu cha wazi ambacho itakuwa tu wakae, ambacho kisingechukua hata nusu saa kuweza kutoa maamuzi ya sakata. Ila kwa sababu tumekuwa na utaratibu wa kupindisha baadhi ya mambo kwa maslahi ya watu fulani, ndio yatufikisha hapa. Na hata wenye mpira hawakutarajia, walijua kama Yanga atakuwa katika utaratibu ule tu kwamba mnakaa mnapindisha haki, baadaye mnakaa mnazungumza na isha. Kwa hiyo ni aibu, kwa sababu ukiangalia kanuni zetu zimeelekeza wazi, kwa maana kwamba kila kifungu na adhabu zake ziko wazi, na tulishazungumzia jambo likali msala. Lakini kuona kwamba mnakwepa kanuni, mnakwenda katika kitu ambacho muweze kuzungumza huku wakati kanuni ziko wazi, ni kitu cha kusikilisha na kutia aibu, kwa sababu maana yake ni kwamba hatuko smart kwenye kufanya maamuzi, na hatuna watu ambao wanaweza kusimamia haki ya mpira wa miguu katika mazingira fulani.